Hatuna muda. Kwa hiyo tunapongea masuala ya jina. Masuala ya jina. Tukisikia jina lako, anaitwa rais kwa sababu yeye akija anaweza kufanya ambayo mkuu wa wilaya hawezi. Anaitwa spika kwa sababu yeye, bila yeye bunge hamna. Anaitwa jaji kwa sababu bila yeye hakuna kesi kustetiwa. Anaitwa polisi kwa sababu ndio mwenye mamlaka ya kukushika na kukupeleka kwenye vyombo vya sheria. Jina ni wewe. Ndio maana tulikuwa tunatakiwa tuone nyota yako. Nyota yako. Wameanza kutoka. Tulikuwa tunatakiwa tuone nyota yako. Tukiona nyota yako ndio tuna create your name. Yaani Yesu na Yohana naandika nasema mtamuita nani? Yohana. Mtamuita nani? Yesu. Hii ni identity ambayo mbingu wameivisha juu ya yule mtu. Haitakiwi ibadilike. Have to be the same. Kwa kuwa ndivyo atakavyokuwa. Na hii imefanya hatima za watu wengi zinakufa kwa sababu ya identity yao. Wewe ulizaliwa uwe kunguru, lakini identity yako wewe ni panya. Nategemea utakuwaje kunguru? Utakuwa panya tu. Sio, mnaelewa eh? Identity za watu zimefia kwenye. Hii ndio sababu majina ya watu important kwenye Biblia yalikuwa yanaeditiwa au yalikuwa yanabadilishwa. Abram likaeditiwa likaenda kwenye Ibrahim. Yule mwingine alikuwa anaitwa Sarai, likaeditiwa likaenda kwenye Sara. Kwa kuna watu majina yao yalikuwa yanaeditiwa, lakini kuna watu yalikuwa yanachenjiwa. Kwa nini? Mungu alikuwa anajaribu kubadili kwa sababu ile ni character ya nafsi yako, capacity ya nafsi yako, uwezo halisi wako. Tukisha kubadilishia jina, tunasababisha vita inayopigana nawe automatically. Yaani tukikupa jina wrong, sawa? Tumesababisha tayari vita automatically ambayo itakuwa wewe. Na inakuwa ndani yako kwa sababu ndio jina lako. Wewe ndio matatizo. Wakati ulikuwa msolve matatizo, ulitakiwa uitwe mwisho wa matatizo. Hapo sawa. Sasa wewe umeitwa matatizo. Unategemea kwenye maisha yako utakuwa mwisho wa matatizo au utakuwa matatizo? Utakuwa matatizo tu. Matatizo tu. Ndio maana kuna watu ukikutana nao kwenye maisha, naitwa fulani asema mtumishi nina matatizo kweli. Naambia sasa wewe tusianzie mbali. Wewe unaitwa nani? Matatizo. Alafu una nini? Sasa itakuwa upate nini rafiki yangu? Your problem is your name. Imeisha hiyo. Alia acheke, your problem is your name. Kwa mfano, kuna watu ambao ndio maana kuna watu ambao ni ngumu kumwamini Yesu. Ni ngumu hata kama Mungu alikusudia kumwamini Yesu. Hata kama Mungu alikusudia, ni ngumu. Kwani ni majina yao ni majina ya miungu. Majina yao ni majina ya miungu. Kwa hiyo automatically jina lako ni jina la pepo. Sharifa, Maimuna, Maimuna. Unategemea kweli Maimuna muamini Yesu? Sharifa kweli Sharifa. Na shetani anajua hiyo. Kwa kabana watu wengi
kwenye makabila yao, kwenye koo zao, kawaingizia majina ambayo yale majina ni ya miungu. Aisee, hao watu kumpokea Yesu ni ngumu sana. Ndio hayo mengine. Kwa sababu watu wanasomaga pia Biblia kipumbavu sana. Ukisoma Biblia utamkuta mtu kama Esther. Esther hili ni jina la miungu. Kwani hujasoma vizuri? Si ukasoma kwenye kitabu cha Esther. Sawa Hili ni jina la miungu. Yeye alikuwa na jina lake, alikuwa anaitwa nani ile? Alikuwa anaitwa Hadasa. Ile Hadasa ile ndio ambayo leo tutaka tusikie watu wanaitwa kina Hadasa. Hadasa. Lakini tuna kina Esther wa kutosha. Esther. Usipochenja majina, hata vitako inaweza ikawa ngumu. Mimi naambia watoto, hivi Danieli jina lake la Babeli lilikuwa linaitwaje? Kwa sababu Danieli hivi Danieli ndio la kipagani au Belshaza? Belshaza ndio la kipagani. Danieli ni la Kiyahudi. Sawa Meshak, Abednego na Shadrach ni ya kipagani yale majina. Na unaelewa umuhimu wa majina? Walivyoingia tu nchi ile, cha kwanza ni kuwachange majina. Watu wamuelewe. Yaani walivyoingia tu, cha kwanza mnabadilishwa majina. Ndio maana mtu akimwamini Yesu kwenye ubatizo sio mahali pa kubadilishia majina. Yaani mtu akimwamini Yesu anatakiwa kuwa kiroho, alafu aanze kutafuta jina, abadilishwe jina. Sasa huwa sio kitu rahisi kama ambavyo kinafanyika leo kwenye makanisa yetu. Leo hii majina yanabadilishwa kipagani tu bado. Kwa sababu hata nikikupa jina la mbinguni lakini ni nje ya nyota yako, sifa zako, bado nimeshakuchezea tu. Yaani wewe ulitakiwa uwe baraka. Sawa? Kama Ibrahim, si aliambiwa wewe utakuwa baraka kwa wote. Sawa? Halafu nikakuita nuru. Nimeshakuvuruga. Yote ni majina mazuri. Ila wewe ni baraka, wewe sio nuru. Okay. Maana yake ni hii. Kabla ya mtu kubadilishiwa jina, ilikuwa inatakiwa akae aombe mpaka itokee revelation ya huyu mtu ni nani. Alafu huyu mtu ni nani ndio inayoleta jina. Sawa Huyu mtu ni nani ndio inaleta jina. Ndio mnakaa mnagundua huyo mtu according to him aitakiwa aitwe nyota, aitwe baraka, aitwe muujiza au aitwe miujiza, au anatakiwa aitwe mkombozi, au anatakiwa aitwe askari. Hivyo tu. Yaani jinsi ambavyo dunia imewapa watu majina kutokea kwenye vyeo vyao. Yaani ndio yatakiwa majina ya watu. Si mnaelewa? That is according to heaven. Polisi hata akivaa nguo ni polisi. Unajua kabisa huyu ni polisi. Mwalimu kazi yake kufundisha. Wakili kazi yake kumsaidia mtu kwenye kesi. Dokta kazi yake kumtibu mtu. Nesi kazi yake kumwangalia mtu akiwa kwenye matibabu. Si mnaelewa?
That's how names have to be. Names have to be that way. Ndio maana anaitwa Yesu, kwa kuwa yeye ndiye anayekuokoa wewe. Okay. Majina ya kina Msiba. Wao utaacha kuwa Msiba. Msiba. Ukiwepo usigombane na mimi. Wewe tu anza kubadilisha kwamba mimi sio Msiba. Mimi sio matatizo. Kwa mfano, I like my name. My name is prophetic, Lugema. That's why I wish hilo jina watu walijua. Lugema. Kwa Waha, sijui kwenu ni Wahaya. Lugema anamaanisha gani? Lakini kwa Waha, Lugema ni mtu ambaye hakosei. Yani akilenga, imeisha hiyo. Ndio maana ya Lugema. Hakosei, ni target maker. So that is my name, Lugema. Hakosei. So angalau kidogo lina maana. Hata kama nilibadilishiwa, lakini angalau kidogo lina maana. So hakosei. Na ndio maana kuna asili fulani ninayo mimi. Hata mama mke wangu anaijua. Achana na mama yangu. Maana mama yangu anaijua zaidi. Lakini hiyo asili nilionayo mpaka sasa hata mama mke wangu anaijua. Juzi nimsikia anasema, yani Lugema akiamwaga cha kwake hageukagi nyuma. Yani hata asimame nani, mimi nikisha mwaga cha kwangu hata ashauri nani. Kwa nini? Sasa mtu ambaye apotezi target anageukaji. That's how am I. Nikisha mwaga la kwangu, wewe lia, futa machozi, sibadilikaji. Hata we mama mkwe aseme nini, nimesema mimi, Lugema. Na tangu nikiwa mdogo ni hivyo. Nikioga nikamaliza kuoga, nikasema leo nataka nguo ile. Wewe hata unipige, ufanyeje, nitalia mpaka nipewe ile nguo. Nikishapewa ile nguo, sawa, kesi imeisha. Lugema. Hicho ndo mama alichoniambia, kaniambia wewe wakati uko mdogo. Sijui kama umeshabadilika kwa sababu nilikaa naye muda mrefu mbali. Kaniambia wewe ukitakaga na kwako hakuna anayekubadilisha. Hayupo. Iwe ni kiboko, iwe ni vitisho, iwe ni nini, iwe ni mpaka kile ulichotaka ukione. Ndio Lugema. Sawa Okay, by the way, kuzaliwa kunazaliwa na nyota. Nyota, kuna mtu ana nyota ya ujasiri. Mfano hapa Tanzania tuna mtu anaitwa kama Gwajima. Yule jamaa ni jasiri eti acheni mbwembwe. Kuna watu ni jasiri dunia. Yani yeye la kwake atalisema hata kama mnalia, atalisema. Haogopagi mtu. Sawa Ile ni kuzaliwa. Ni kuzaliwa. Sasa wakati anapewa jina anatakiwa ambatanishiwe jina litakalo support ile character. Kwa sababu ndio yeye sasa, ndio alivyo yeye. Hivyo unajua kuna mtu anaitwa kina Mashaka. Asimasikia Mashaka Yusufu. Ndio jina lake hilo. Mashaka Msiba. Yani mtu wa hivyo hata kama alikuja aje kuwa jasiri atetee haki za watu,
asimamie kweli na isibadilishwe. Ghafla jina lishamloga. Hao yule ambaye alitakiwa. That's why wakati wewe unawapa watoto wako majina, nimekufundisha cha kufanya. You have to access heaven. Upate detail. Who is this man? Afu majina yako yanaweza kuwa hapo hapa duniani. Ghafla jina lako linakuwa ni BD. Anaitwa BD. Watu wanaanza BD, ni BD. Anaitwaga BD. BD Timothy. Na anaitwa hivyo hivyo BD. Wakikuuliza, wewe ndio unajua B ni nini na D ni nini. Ndio kuna majina unashangaa mtu anaitwa CUC. Yeye anaitaga CUC. Basi wewe umefupisha statement ya mboni ya yule mtu. Halo? Ndio maana mimi watoto wangu nina Samueli alafu nina P. Ambapo hii P sio Kiswahili. Ila kwa Kiswahili utaandika hivi P Zion. Sawa? Ambapo hii P inaandikwa hivi. Kikorea sio Kiswahili. Ila kwa Kiswahili utaandika hivi. P Zion, alafu nina P Yeshua. Nikimaanisha P Zion, hii ni damu ya Sayuni. Chanzo cha wokovu wa wanadamu. Ukitaka kuwa mwana wa Mungu lazima uaccess damu ya Sayuni. Wewe ndio utaelewa damu ya Sayuni ni ipi. Kasoma vizuri Biblia. P Yeshua, huyu sasa ndio kaja kuexplain. Maana yake ni damu ya Yesu. A salvation to man. Ndio majina ya watoto wangu. Damu ya Sayuni, damu ya Yesu. So, Kwa hiyo na wakati unawapa watoto wako majina, you have then to sit down. Mimi wa kwanza naitwa Kikombe, utajua wewe. Kikombe. Ama dunia ina majina eti. Yes, mimi papa shuleni. Sometimes anaitwa Kikoba, Kipochi, Embe. Yeye mnazana na watania. Tumesoma na mtu mmoja alikuwa anaitwa Sabuni. Hapa shuleni alikuwa anaitwa Sabuni. Wale mpa sabuni wanajua. Ni sabuni inaosha nini? Wanajua. Kwa take note kwenye upande wa majina. Kaa chini, jua. Na ndio maana hata wewe unaitwa Timothy au unaitwa Ayubu au unaitwa Stefano. Jiconnect na uso wa Mungu. Probably unataka uchange jina kwa sababu sio anointing yako. Unaweza kushangaa tumeamka asubuhi naambia from today mimi ni fulani. Sio tena fulani. Okay, ngoja niwape mfano. Mhubiri mmoja alikuwa anaitwa Yongicho. Yongicho. Sawa? Ni Mkorea huyu, alikuwa na kanisa kubwa duniani kuliko watu wote duniani. Na miaka hiyo kuwa na idadi ya watu kama alionao yeye ilikuwa ni muujiza wa ajabu sana. Kanisa la mahali pamoja una washirika milioni. In one place washirika milioni, kwa siku wana ibada 7. Ibada 7 kwa siku. Sawa Yaani washirika hata wasipokuja wote kwa siku ana uhakika wa conduct ibada ya watu 600,000 per day. Lakini ukienda kwenye orodha ya washirika wote 1M Yongi Cho, ambapo jina lake la kwanza alikuwa anaitwa Ho Yongi Cho. Hili ndio jina lililompa
kukua kihuduma, kukua kihuduma. Sio kukua kimamlaka, kukua kihuduma. Kwa nini Paul huyu alikuwa na upako, au hili jina la Paulo kutoka kule, hili ni jina la kugeuza mataifa, ni jina lenye siri kubwa. Hili jina alivyofika mahali pa kuwa na hao watu, siku moja ikiwa yuko Japani anaomba Mungu. Kuna kitu alimwomba Mungu kwa miaka mingi sana. Mungu na kuomba makanisa yetu hapa Korea yapatane, kwa kuna ugomvi mkubwa kule kwao. Makanisa yana wote mnamwamini Yesu, lakini kila mtu ni adui wa mwenzake. Lakini makanisa watu wanaoamini kuokoka, achana ya kipagani. Unakuta EGT ina mkiki na TAG. TAG inapigana na PEFA. PEFA inapigana sijui na ABC. Hamjajua kuna kanisa linaitwa ABC? Lipo hapa Tanzania, kanisa maarufu linaitwa ABC. Sawa sawa. Sasa wakati anamwomba Mungu kurudisha ile amani, siku Mungu anashuka na kumwambia, upako ulionao hauwezi kuunganisha hawa watu. Wewe una upako wa kitume wa kufanya watu waje kwangu, lakini hili swala unalotaka lazima una upako wa kifalme. Mungu akamwambia change your name. Ndio Mungu akamwambia change your name from Paul, cancel it, be David. Uwe Daudi. Ukichange your name, tayari utabeba upako wa kuwapatanisha watu na kesi itaisha. So simple, so simple. Akatoka pale akamwambia sekretari wake, ingia kwenye taarifa zote kwenye mitandao yote, YouTube, kila mahali kwenye taarifa yangu online. Futa jina Paulo, andika jina David. Akamwambia, mzee, umepata shida gani? Nimesema kafute. Mungu amesema mwisho wa matumizi ya jina umeisha. Naingia kwenye jina lingine David. Akaenda akabadilisha ikawa David. David. Ghafla ikabadilika David. Simu zikaanza kupigwa. Kuna nini kimetokea? Mbona tunakuta taarifa zimebadilishwa? Tunakuta neno David. What is happening? Shida ni nini? Akawa anajibu hamna shida. Au kuna hackers. Unajua kuna wale wanao vamiaga mtandao, naambia no, ni mimi kabisa. Na ni Mungu kaniambia na mimi nimeagiza ifutwe. Kwenye zile simu zile anakuja kurudi Korea kutoka Japani. Tayari kashaweza kupatana na wachungaji wote wakutane. Wakakutana, wakaseto kesi, wakashikana mikono. Kanisa la Korea lina umoja kuliko makanisa yote duniani. Kanisa la Korea, kama nishawaambiaga, wana umoja kuliko makanisa yote duniani. Yaani wewe sijui ni PEFA, sijui ni nini kule hilo vitu. Wana kitu kimoja kule kinaitwa Kidokyo. Makanisa yanaoamini kuokoka basi. Hawana sijui mbombo sijui za no, wana Kidokyo kwisha. Huyu mtu hili kanisa ni Kidokyo, au kama sio kanisa hilo basi ndo wanajitenga nalo. Lakini kama ni makanisa yanayoamini wokovu wa Yesu, hawatenganishwi na miamvuli. Sawa? Ilitokea kwenye nini? Jina. Simple jina. Kuna watu wanateswa na tabia. Simple jina ndio unaokuwa. Jina la babu yako. Na ndio maana mimi nikushauri, watoto wako usiwape jina la babu yako.
Watoto wako usiwape jina la mjomba. Labda wape jina lako. Kama kuna kitu Mungu anakuambia kinatakiwa kitransfer kutoka kwako kiende kwa mtoto, mpe jina lako. Timothy Junior Timothy, kuisha. Maana ndio hapo inapotokea neno junior. Sawa? Yaani ni lile jina, ila sasa ili kutofautisha wanaweka neno junior. Timothy Junior Timothy. Mwana mapinduzi mkubwa duniani wa mambo ya imani alikuwa anaitwa Martin Luther King. Akaja kutokea jembe mmoja mweusi Marekani anaitwa Martin Luther King Jr. Alitesa Marekani. Acheni nyie, kuna watu dunia hii wana capacity. Ni mtu aliyekuwa anaongea watu wanalia. Alafu anaongea tu. Hii sauti nyie watoto mnazanaga ni kitu rahisi. Kuna watu ni sauti za radi. Anaweza kuongea kwa sauti kidogo. Lakini mzee, hiyo sauti ilichobebaga huko ndani. Hivi unajua kuna mtu anaweza akaongea maneno mawili nchi nzima kesho wanaandamana. Nchi nzima. Na ndio maana watu wa vita lazima ujue ni mtu wa vita. Kwenye dunia tunaoishi, watu wa vita lazima ujue ni mtu wa vita. Kwa nini wanapigana na kile ulichobeba? Kweli lazima mwenyewe ujipange. Haya maisha hatufanani. Martin Luther King Jr. Kuna watu duniani miongoni mwa watu huwa ninakaa na wasikiliza. Nafika mahali namuuliza Mungu, where is this spirit? Hii roho iko wapi? Kwa nini ipotee? Hata kama yeye alikufa, lakini if possible turudishie upako. Walimuua lakini sauti yake hawajaweza kuiua. Hawajaweza kuiua. Ni mwana mapinduzi mmoja mkubwa sana yule. Lakini iko kwenye nini? Sauti. Sauti tu. I have a dream. Ambao waisha msikilizaga. Very simple. I have a dream. Mzee, yaani ile sauti ukisikia kuna kitu ndani ambacho sio dunia hii. Sio dunia hii. No, it is not a normal man. Sio mtu kama watu wengine. Wala sio sauti kama ya kwangu. That man is another man. Sawa alikuwa anaweza akapewa dakika 5. Lakini akiongea kitu dakika 5 kina uwezo wa kuishi miaka 1000 na zaidi. With the same power. Ndio maana kwenye hii dunia usitafute kuwa mpiga kelele. Yaani yale mahubiri. Si ndio sasa hivi mnavyohubiri? Acheni hizo. Dunia hii tafuta kuongea. Alafu ukiongea wewe umeongea. Nafu. Kuna mtu anaongea maneno mawili. Lakini wewe utaongea miaka 1000. Na utaongea kwenye matukio hata milioni 1. Hutaifuta legacy wala hutamvuka. Aliongea maneno hayo. Hii dunia hii. Yaani kuna mtu unaweza ukahubiri mikutano 1000. Sawa yakahubiri huo. Alafu akaokoa maelfu ya watu na mamilioni ya watu ambao kwenye mikutano 1000 ufikia hata theluthi yake. Yaani hubiri huo moja. Hii ni dunia. That's why katika hii dunia we don't find to manifest. Usipambane sana kuonekana. Pambana kujiandaa. Siku ukionekana uwe halisi.
Hii dunia watu wengi wanapambana kuonekana. Waimbaji wanapambana wapate platform za kuimba. Wahubiri wanapambana wapate pa kuhubiri. Lakini wakuti msituni wanajikoka. Miaka 6, miaka 7. Siku akitoka anakupita uliyeanza miaka 15 iliyopita kwa siku hiyo. Ndio dunia. Ndio maana mimi sina haraka ya kwenda kujulikana mjini, no. Huku kwanza huko. Na kama msituni kwanza huko. Siku ukitoka msituni, nenda mkasome sauti ya Yohana Mbatizaji. Capacity iliyokuwa nayo na uwezo uliokuwa nao kiroho. Sawa Alikaa kule miaka, siku alipotokea sauti yake. Hakuna mwanadamu nadhani kwenye historia na sauti yenye nguvu kama Yohana Mbatizaji. Unavyosikia sauti ya mtu aliyenyikani, unafikiri nyinyi kwanza ni sauti ya kuongea, wewe ndio usaidie kuipeleka. Yaani ni mtu anayeongea hapa, watu wa Moshi mjini wanasikia. Hii dunia kuna watu. Hii dunia ina watu. Hii dunia ina watu hii. Sawa Yeah. Kwa hiyo yote na yote jina ni very important. Hayo mengine yatakuongezea pia kujua cha kufanya. Usipende sana kukimbilia mafanikio. No. Kitu ambacho mwanadamu anatakiwa pay attention sana ni preparation. Pay attention kwenye maandalizi. Franco, maandalizi ndio ndako pay attention. Mungu amekuita kuwa mhubiri, Mungu amekuita kuwa mwanasiasa, Mungu amekuita kuwa nani, Mungu. Lakini ukishaona kitu chako kinahitaji kuwafikia watu wengi, unahitaji kufanya maandalizi zaidi. You prepare. You don't worry, you prepare. Siku moja ndio wangu siku unainuka. Kila kitu kinakaa chini. Yaani mimi hebu ngoja niwasikilizishe huyu bwana. Najua mnamsikilizaga lakini hebu ngoja tumsikie. Martin Luther King Jr. Nadhani nina clip zake kwa I Have a Dream. Ndio hii. While sitting there autographing books, a diminutive black woman came up. The only question I heard from her was, "You I have Martin Luther King?" And I was looking down writing and I said yes. The next minute I felt something beating on my chest. Before I knew it, I had been stabbed by this demented woman. I was rushed to Harlem Hospital. It was a dark Saturday afternoon. That blade had gone through and the x-rays revealed that the tip of the blade was on the edge of my aorta, the main artery. And once that's punctured, you're drowned in your own blood. That's the end of you. It came out in the New York Times the next morning that if I had merely sneezed, I would have died. Well, about 4 days later, they allowed me, after the operation, after my chest had been opened and the blade had been taken out, to move around in the wheelchair in the hospital. They allowed me to read some of the mail that came in, and from all over the states and the world, kind letters came in. I read a few, but one of them I will never forget. I had received one from the president and the vice president. I've forgotten what those telegrams said. I had received a visit and a letter from the governor of New York, but I've forgotten what that letter said. Yes. But there was another letter. It came from a little girl, a young girl.
looked at that letter, and I'll never forget it. It said simply, "Dear Dr. King, I am a 9th grade student at the White Plains High School." She said, "While it should not matter, I would like to mention that I'm a white girl. I read in the paper of your misfortune and of your suffering. And I read that if you had sneezed, you would have died. I'm simply writing you to say that I'm so happy that you didn't sneeze. I want to say tonight that I too am happy that I didn't sneeze, because if I had sneezed, I wouldn't have been around here in 1960. When students all over the South started sitting in at lunch hours, I knew that as they were sitting in, they were really standing up. Mtu aliyekuwa anaweza akaanza kuongea baada ya muda, kumbi wote wanakuwa vurugu, wote wanasimama. Okay, hii story hapa alikuwa anapiga story ya kuna kipindi aliugua miaka 1900 na kabla na 60 hapo, sawa? Aliugua, akaenda hospitali, akafanyiwa operation. Alikuwa na shida ya kifua. Alipofanyiwa operation ya kifua, akaingizwa kwenye operation center, akafanyiwa operation. Alipofanyiwa operation, one condition ndio ilikuwa imebakia kwake: akipiga chafya tu ameisha, haishi tena, ndio anakufa. Chafya, sneeze, mnaelewa? Chafya imeisha hiyo. Sasa akabahatika bwana, kwa kile kipindi amefanywa operation na hali yake ile ya matibabu, kupiga chafya ilikuwa ni kitu ambacho ni rahisi kutokana na sensitivity ya ugonjwa na sehemu ambayo ameathirika. Kwa hiyo kwenye magazeti ile taarifa ikatembea baada ya kuwa yuko pale hospitali na sasa anaelekea kupona. Madaktari na baadhi ya watu waliomtembelea pale, akiwepo mwanamke mmoja ambaye alimtembelea pale, akaeneza ile taarifa kwenye magazeti, ikabi published kwamba isio jamaa kapona, ila engepiga chafya alikuwa amekufa. Sasa amekaa pale siku ya kwanza, ya pili, siku moja kwa anatembea, akaenda kwenye box la telegrams, barua kama ni taarifa, watu wanakutumia ujumbe. Kipindi hicho hakuna simu, kwa ni barua zinaandikwa tu, watu wanakutumia. Akaenda pale, akaangalia kwenye sanduku, akakuta ambazo kaandikiwa yeye za kupewa pole na nini, zilikuwa za maraisi, zilikuwa za maseneta, zilikuwa za watu wakubwa. Sasa kwenye zile barua bwana, akakuta barua moja ya mwanafunzi wa kizungu wa high school, kamwandikia kumpa hongera ya kwamba bwana, nakupa hongera kwa sababu ukupiga chafya. Ungepiga chafya tusingekuwa na wewe. Sasa ndio akawa anasema, kama ningekuwa nimepiga chafya, programu za kuleta mapinduzi na mabadiliko kwenye utumwa na manyanyaso na vitu vibaya vilivyo vinatokea sehemu fulani mwaka 1960 nisingesimamia. Kama ningepiga chafya. Speech simple sana, yani unaweza ukateki very simple, lakini ukumbi ulisimama. Sawa nguvu ya mtu anaongelea chafya yake lakini ukumbi wote unakuwa vurugu kwa mtu kuongelea chafya yake. Sawa atufanani. Ndio maana kwenye haya maisha kuna watu kama kina Musa, alikuwa ana upako lakini hana nguvu kwenye mdomo. Alikuwa na nguvu kwenye mdomo, alikuwa ni nani? Haruni msizania alikuwa mtu simple. Alikuwa ni mtu akifungua kinywa Israeli yote inatetema.
Haruni. Ndio maana ya Mungu kumfanya Haruni kuwa kinywa. Yaani ukishaona Mungu akufanya kuwa kinywa, hicho kinywa sio cha jana. Sio cha jana. Ni kinywa ambacho kinaweza kikaongea watu wote wakachanganyikiwa. Ndio maana Haruni huyo walivyonungunika, alivyosema kutengeneza ndama, reaction ilikuwa very strong. Kwa nini? Kinywa. Na hapa ndio wahubiri wanatakiwa kuwa makini. Mungu akikupa upako kama makini, si kwamba upako wako hautajifunua kwenye maneno mabaya. Hamjaelewa bado. Yaani mtu mwenye upako hata akija kukudanganya unakubali. Ndio shida ya upako. Nimestudy hicho kitu kwa miaka, natafuta Mungu huyu kaongea kitu wrong, lakini mbona watu wamereact positively? Ndio baadaye Mungu anaanza kunipisha kwenye maandiko na kunifundisha upako huwa ni kitu cha ajabu. Yaani mtu mwenye upako hata akikudanganya unadanganyika. Ingawa mbinguni anaenda kuhukumiwa, umedanganya watu wale wako. Ila Ben-Hinn kahubiri zaidi ya miaka 40. Ben-Hinn. Na dunia nzima ilikuwa inashika vitabu vyake, inasoma vitabu. Ndiye miongoni mwa best sellers wa vitabu. Ben-Hinn, ikiweko kile kitabu chake cha Good Morning Holy Spirit. Sawa, ni kitabu ambacho watu wamekitumia mpaka kwenye naishi hata kwenye theology. Wanatumia kufundishwa, wanatumia kujengana, wanatumia kutiana moyo. Miaka ya nyuma hapa anainuka anaambia watu, vingine kule nilikuwa na wadanganya. Ndani ya upako nilikuwa mjinga. Hivyo naelewa maana yake. Yaani ndani ya upako na kufanya mambo makubwa, lakini alikuwa mjinga. Na upako ukabeba ujinga ukapeleka kwa watu. Mwelewi bado. Akaanza kukosoa mahubiri yake, ambao mpaka leo watu wamejaza seti zake kwenye nyumba zao. Anasema ile mahubiri ni kosa, yale ni kosa, yale ni kosa. Yamefanya wangapi wakakosea? Yamefanya wangapi wakaenda jehanamu? That's why huwa naishia kuambia watu lugha moja. Usimwamini mhubiri zaidi ya Biblia. Usimwamini mhubiri zaidi ya nini? Anachokwambia labda kiwepo kwenye Biblia, kiwepo huko. Usimwamini mhubiri zaidi ya Biblia. Anaweza akawa na upako, lakini amejaza ujinga ndani. Kitakachobeba ule ujinga kuupeleka kwa watu ni ule upako. Si mnaelewa watoto wangu? Yaani upako huu ndio maana Timotheo, kama kini, you have to know a true Bible. Unaweza ukaenda milimani ukafunga siku 100 ukatoka na upako. Ujinga ule ujaa kichwani mwako utaenda kuwapelekea watu kwa kutumia upako. Na upako hautakataa, utabeba, utapeleka ule ujinga. I wish mngeelewa. Wachungaji wengi wameharibu imani za watu kwa kupitia nini? Ujinga. Mnaelewa? Wachungaji wameharibu akili za watu kwa kutumia nini? Ujinga. Wanakuja hapa pala. Anachongea ni kwa hisia zake. Anachongea kadanganywa na mhubiri mwingine. Anachongea kakipokea tu kwenye mawazo yake. Is not biblical. Ghafla watu watafia kwenye imani potovu, lakini kilichowapelekea ule ujumbe ni upako wa Mungu. That's why niwaambie, Mungu itafika mahali kuna watu atawakataa. Kitu cha kwanza ambacho wahubiri wengi wanatakiwa kifanye kabla ya kuwa na upako, huwa wanatakiwa waende msituni, wamtafute Mungu aliyeandika Biblia. Aje kwanza wafundishe Biblia yeye mwenyewe. Sio theology. Hata theology ni nzuri kwa sehemu yake. Ukienda theology au ukimwona rafiki ukaenda theology, mwambie bwana wewe soma theology. Lakini kama unataka Mungu asije kukumaliza,
Ukitoka theology nenda kakae msituni na Mungu akufundishe kama alivyomfundisha njia zake Musa. Alafu ndio ukahubiri. La sivyo upate mentor mzuri ambaye amekaa polini, analijua neno la Mungu vizuri. Sio hii watu wanao. Kwa maana uongo ni mwingi. Ukienda wa Sabato wanaamini ukifa unakufa jumla, unalala huko kaburini, unasubiria siku ya kufufuka ndio utakuwa na akili timamu tena. Ukienda sijui wengine sijui Protestant sijui wengine wanaamini kwamba nafsi ni tatu lakini Mungu ni mmoja. Ukienda kila mtu ana ya kwake. Kwa sasa mabaya zaidi kuna wale ambao anafanya watu wanashikilia kitu ambacho sicho, ambacho kiukweli kitawapeleka wapi? Jehanamu. Kitawapeleka wapi? Jehanamu. Mungu atusaidie sana. Yaani unapoongea na watu, jamani, nilikuwa na mabinti fulani pale Machame juzi, wanani challenge, wameshika maandiko. Mchungaji. Sabato, mchungaji Sabato. Mchungaji unajua Sabato. Unaangalia unabakia unalia ndani. Maana kuondoa ile mentality ni ngumu. Kuondoa ile ujinga umeshaka kwa ndani yao. Aisha ni ngumu sana. Ni ngumu. Yaani mchungaji. Yaani Sabato mchungaji. Yaani mchungaji Sabato. Unauliza maswali wanajigonga lakini bado hawaelewi. Unawauliza maswali unaambia soma tafsiri wanajichanganya wanabakia kusema mchungaji lakini Sabato tu mchungaji. Okay, twende swali la pili tumalizie. Swali la pili. Stop kwanza tena.